Salama, habari? Nzuri, uko mbashara kupitia Furaha Morning asubuhi ya leo ya Furaha FM 90.9 Dar es Salaam, Zanzibar, Pwani pamoja na Tanga. Okay. Tumeona hapa kwenye mitandao. Sasa tukasema tuthibitishe kwanza kuhusiana na hiki ambacho kimezungumzwa. Ni kweli ni kauli zako au tumechezewa? Ni kweli, ni kauli yangu. Ni kauli yako? Ndio. Okay, sawa. Sasa kwa kauli hii ambayo umeweza kuitoa au kwa hivi ambavyo umeweza kuvizungumza, umetaja sababu nyingi sana. Kuna vitu vingi sana ambavyo umevizungumza. Sawa Pengine kwa kuanza tu, nini ambacho kimepelekea au nini ambacho kimekupa msukumo zaidi umeamua kufanya wakati huu? Kama nilivyosema na nitazidi kusema kwamba Chadema imetoka kwenye ile misingi yake ambayo tulikuwa tunaiamini, na msingi namba moja wa chama chochote cha siasa ni kushika dola. Na hauwezi ukashika dola kwa kuota au kwa kuletewa kwenye bahasha. Utashika dola kwa kuingia kwenye uchaguzi. Sasa chama chetu kinasema no reform no election. Maana yake kimesusia uchaguzi. Na hatuwezi kusema kinazuia uchaguzi, maana mpaka sasa hivi tunavyoongea hakuna namna kimeweza kueleza kwamba wanazuiaje huo uchaguzi. Sasa haya ni mambo ambayo bado ni masuala mtanzika yenyewe kwa wanachadema wenyewe, kwa sababu sasa hivi mimi sio mwanachadema tena. Na nimeeleza pia sababu nyingi za mimi kuondoka. Ndio. Ndani ya chama tu, kwa mimi binafsi, wewe mwenyewe ni shahidi, wakati wa mchakato wa uchaguzi uliweza kuona mambo ambayo yalifanyika. Unakuwa attacked kwenye vitu ambavyo sio vya kweli, unahusishwa na mambo ambayo sio ya kweli. Lakini mimi nilijipa imani na uvumilivu kwamba huenda haya ni masuala ya kiuchaguzi yataisha. Lakini kumbe nilikuwa najidanganya na kuzidi kupoteza muda. Uchaguzi umeisha, lakini wenzetu baada ya kushinda wameendeleza yale makundi na kuendelea kubaguana ndani ya chama. Sasa ukiona chama kinatoka kwenye ule misingi ya kutoka kwenye upendo, kuheshimiana, kufarijiana hata pale ambapo watu wanapitia pagumu, na kufika sehemu ambapo watu wanaweza kutukanana mitandaoni, kudhalilishana mitandaoni, kutoleana maneno ambayo sio ya kuunganisha, na yanafika mahali wanahusisha mpaka familia. Unaona kabisa chama hicho sio chama tena ambacho mtu unaweza ukakaa. Okay. Sasa dada Emma. Hello? Naam. Hello? Unanipata vizuri Nakupata vizuri. Mimi ninaamini mpaka umeamua kufanya hayo maamuzi kuna sababu kubwa tu ambayo wewe imekufanya utoke. Sasa hebu tuende moja kwa moja. Yaani kwa black and white. Nani hasa ni chanzo cha chuki ndani ya Chadema? Uongozi uliopo wote kwa ujumla, kwa sababu angekuwepo hata mmoja mwenye hekima, haya tunayoyalalamikia yasingekuwepo. Maana yake ukiona kuanzia mwenyekiti, makamu, katibu, wale wajumbe wa sekretariat wote wanavyoenenda na haya yanayofanyika, kungekuwa kuna hata mmoja mwenye hekima kuweza kuyakemea haya hadharani. Leo tusingekuwa tunazungumza. Mimi nilikuwa ni mwakazina wa kanda kaskazini. Mamlaka yangu ya kinidhamu ni kamati kuu taifa, lakini kwa kudharauliwa napewa barua na tawi kwamba nikajieleze kwenye tawi kwa nini mimi ni mmoja wa watu wanaojiita G55. Sasa kama katiba yetu yenyewe ambayo tulioko nayo tunashindwa kuiheshimu kwenye kitu kidogo kama hiko, vipi hii katiba ambayo tunaipambania na kuililia kila siku tutaiweza? Okay. Sasa Emma, kwenye hili umesema kwamba uongozi wote kwa ujumla ambao upo ndani ya Chadema kwa sasa ndio sababu ambayo inapelekea mambo yote haya ambayo tunayaona. Wakati ukiwa ndani, vitu hivi mlikuwa hamuoni kwamba vinastahili kuweza kutolea ushauri pengine na kuweza kushauriana ili kuweza kurekebisha kabla mambo hayajaanza kuharibika? Kwa sababu kwa sasa tunaweza kusema kwamba mambo yameanza kuharibika. Naweza kusema G55 waliweza kukaa wakaratibu utaratibu mzuri wa kukishauri chama, wakatoa sababu kwa nini chama kiende kwenye uchaguzi. Lakini baada ya yote ule ushauri ulivyotolewa, badala ya ushauri kupokelewa au kukataliwa, ndio likaibuka wimbi kwamba sisi ni wasaliti,
Sisi ni watu wenye roho wa madaraka. Hatuthamini watu waliopoteza maisha wakiwa wanapambania hizi harakati na mambo mengine kama hayo. Sasa kama tuliweza kutoa ushauri kwa chama kwenye ule waraka wetu na kusaini petition na kukishauri chama, na kwenye kushauri kuna mambo mawili tu, kukubaliwa au kukataliwa. Na tulisema kwamba wazi, ikiwa chama kitapuuza ushauri huu, sisi tuko tayari kuendelea na no reform na no election. Lakini matokeo yake yakawa vice versa na kuanza kuitwa wasaliti, wachumia tumbo, watu wenye njaa na mambo mengine kama hayo. Sasa dada Emma, umeniambia kwamba wewe uliwahi kuwa mweka hazina, lakini pia uliwahi kuwa katibu wa mbunge na ni mwenyekiti wa vijana. Manake wewe ni mzoefu na umefanya kazi muda mrefu sana kwenye chama cha Chadema. Tupe tofauti ya kiutendaji. Manake malalamiko mengi yamekuja sasa hivi kwa ninavyoona. Lakini nikusikilize wewe uliye ndani. Tupe utofauti ya utendaji kati ya uongozi uliopita na sasa hivi. Kati ya uongozi uliopita na huwa sasa, tofauti yake iko sehemu moja tu. Kuna mambo ya kujadiliwa chumbani na kuna mambo ya kujadiliwa hadharani. Kuna namna ya kuonyana ndani, kuna namna ya kuonyana nje. Kitu ambacho uongozi uliopita ulikuwa na kuonyana kwa ndani, kushauriana kwa ndani, kusemana kwa ndani. Lakini sasa hivi uongozi uliopo wao wanasema kila kitu hadharani. Sasa unakuta mtu kama Grace Kiwelu ambaye amekuwa mbunge kipindi chote hicho anatukanwa hadharani, anadhalilishwa hadharani. Mfano umemsikia hata Godbless Lema anasema hawa G55 ni wapumbavu, ni maboya. Kiasi kwamba anashindwa kuelewa mmoja anaweza kawa amekosea, lakini katika huyo mmoja kuna wafuasi 6 nyuma yake. Unavyomdhalilisha na kumtukana jukwani kisa amekishauri chama, unamuita msaliti. Kiasi kwamba ungeweza ukamuita, ukafanya naye kikao, ukamwonya ndani, ukamwambia bwana hiki kitu hakifai, hakiendi. Lakini wewe umeamua kutumia platform za media kuweza kusema hadharani. Sasa utofauti ndio hapo uliko. Kuna madai ya kwamba hiki ambacho kinaendelea cha nyie baadhi yenu kuweza kujiengua kutoka Chadema ni tafasiri ya kwamba huenda kuna masuala ya kununuliwa au nyie kuweza kutumika na upande wa pili ambako ni CCM. Kuna ukweli kiasi gani kuhusiana na hili? Kaka, wewe ni mzoefu. Tungekuwa tunanunulika na CCM au tunatumika na CCM, maana yake ingefanyika mkutano wa hadhara, uitishwe mkutano, nimeamua kukihama chama changu na nimehamia CCM. Yaani direct. Kuna haja gani ya kupita kona? Mimi ninachoweza kusema ni kwamba Chadema imetoka kwenye misingi yake, misingi ya kuheshimiana, misingi ya kuheshimu katiba ya kwetu ambayo tulikuwa nayo, misingi ya kutokufuata kwamba lengo kuu la Chadema ilikuwa ni nini. Leo hii mimi nina miaka 31. Chama chetu hakieni kwenye uchaguzi, manake nina miaka mingine 5 mbele. Manake nitakuwa na miaka 40. Kama nitakuwa na miaka 40 unaniambia 2030 ndio tunaanza process. Na sisi tulikishauri chama twendeni kwenye mchakato wa kiuchaguzi, huku tukiendelea kujipanga namna nzuri ya kuzuia uchaguzi. Huwezi kuzuia uchaguzi kwa nje ya boxi. Yeah, true. Lakini sasa katika maneno uliokuwa umezungumza, ulisema mlikuwa mnatukanwa, mnadhalilishwa. Nyinyi mkiwa ndani yanafanyika hayo mambo, kwa nini mlinyamaza na badala yake mkayaongea hadharani na kukemea hivyo vitu? Sio kwamba tungeweza kuanika kila kitu, lakini sio kwamba hakuna hatua ambazo tulishawahi kuzichukua na kuzielekeza kwa ngazi husika. Nimetoa mfano, kama mimi nimetumiwa barua 2 za kuwajibishwa na tawi. Nilichokifanya ni kuongea na kiongozi wangu wa juu ambaye alikuwa ni katibu wa kanda, mwenyekiti wa kanda, kwamba kemea hiki kitu kinachofanywa na watu wa ngazi ya tawi. Akakaa kimya, manake alikuwa na baraka za anawabariki wale kufanya kile walichokuwa wanakifanya. Tumekuwa tukitukana kwenye magrupu ya WhatsApp, tunalalamika kwa viongozi wa ngazi ya juu kwamba wakemee hayo yanayofanyika. Lakini unaona yale mambo yanakuwa kimya. Tafsiri yake kwa haraka unajua kabisa kama nimelalamika kwa ngazi ya juu lakini hachukui hatua yoyote, huenda haya yanayofanywa na baraka ya viongozi. Sawa. Sasa kwenye haya ambayo yanaendelea, miongoni mwa watu ambao wanatajwa ni pamoja na jina la mwenyekiti aliyepita, aliyemaliza muda wake, Mheshimiwa Mbowe, na wengi wanasema kwamba kwa jinsi ambavyo mambo yanaendelea
hawamwoni akizungumza chochote au akisema lolote kuhusiana na haya ambayo yanaendelea. Sasa watu wamekuwa wakihusisha nyie kuondoka kwenu au baadhi ya makada kuondoka kwenu kwamba huenda kuna mkono wake au kuna mtu ambaye yuko nyuma anawachochea nyie kuweza kufanya haya ambayo mnayafanya. Kaka, uchaguzi uliisha pale Mlimani City. Alitoa wosia wake wa mwisho pale Mlimani City. Huu uongozi uliopo madarakani kama ni uongozi wa kusikia ungeyafanyia kazi yale aliyoyatoa. Alisema hivi, nendeni mkatibu majeraha, undeni timu za maridhiano, shukeni nendeni mkakiunganishe chama, kwa sababu wewe mwenyewe ni shahidi kwa namna kampeni zilivyokuwa zikienda. Mzee wa watu wametukanwa, kadhalilishwa. Bado mzee wa watu uchaguzi umeisha, yuko kimya, bado mnaendelea kumchokonoa. Mnataka afanyaje? Mnataka aseme nini? Hapo ni mwenyekiti mstaafu, hana mamlaka. Hapo Daema tumesikia, lakini kuna etieti kwamba mnataka kuanzisha chama kingine. Hapo unanisikia? Nasemaje? Inasemekana kwamba mna mpango wa kuanzisha chama kingine, yani Mbowe na wafuasi wake wote ambao wanajihudhuru, ambao wanakiama chama. Mchakato wa kuanzisha chama hakianzishwi tu from nowhere kwamba umekaa siku mbili uanzishe chama. Kuanzisha chama ni mchakato, ni process. Uchaguzi ni mwezi wa 10. Huwezi kusema tunaenda kwenye kuanzisha chama sasa hivi. Au hata msijidanganye, achaneni na mambo ya propaganda. Sisi tulichokifanya, tumeamua kuondoka Chadema, tutakuwa watu wa kawaida. Pale ambapo tunapoweza kushauri tutashauri. Pale watakapochukua ushauri wetu sawa, wakipuuza sawa. Hapo mimi sio mwongeaji wangu, najiongelea mimi binafsi. Kwa hiyo siwezi kumwongelea mtu mwingine. Basi hapo tukiongea na wewe, vipi kana kwamba Chadema ule uongozi ambao unakukera wewe, ambao unafanya mambo ambayo haipendezi kwenye chama, ukijihudhuru, uko tayari kurudi Chadema? Nimeweza kuacha nafasi zangu zote kwa sababu nimeona imetoka kwenye ile misingi yake, na wao wanaamini wako sahihi. Kwa nini waamue kujihudhuru? Mimi nimesema sasa hivi nimeamua kuachana na siasa kwa muda huu, nikiwa na tafakari lipi la kufanya, kipi kifanyike. Kwa hiyo na wao wana jukumu la kuweza kujitafakari kwamba namna wanavyoongoza, je, watu wanawaelewa au wanaongoza chama kidikteta? Kama wanaongoza chama kidikteta, nyewe wenyewe mnajua impact yake ni nini. Leo wataondoka watu wengi sana, na wanaweza wasiondoke leo, wakaondoka hata mwezi ujao, mwezi ule mwingine. Ni kwa sababu tu kumekosekana kwa kiunganishi. Hakuna anaweza kuunganisha chama. Kila mmoja kwenye chama ni kambale. Lakini si ni watu ndo wamekosea, sio chama? Ndio maana nikazungumza kwamba vipi wakijihudhuru, sawa, wakikubali kwamba wao hawakufanya mema, mtarudi au utarudi Chadema? Ndio swali langu. Tutaamua wakati huo ukifika, kama hayo unayoyasema yatatokea. Basi sawa, wakati unaamua kutoka, kwa namna yote nyingine ulikuwa una wazo lingine ndani ya moyo wako. Umewaza kwenda chama chochote pinzani kingine, labda unaweza ukatumegea kidogo? Hilo ndo swali langu la mwisho kwako. Bado natafakari, ikitokea hivyo pia nitaita nitaelezea, lakini kwa sasa hapana. Kwa sasa hujaona chama ambacho kinafuata misingi ya yale ambayo wewe unayatamani au yale ambayo unatamani kuweza kuyafanya ukapata jukwaa, na hata leo ikitokea labda chama tawala kikakuona na namna ambavyo unajenga hoja, utakikataa pia? Nilishawahi kusema, na wewe unanijua vizuri, nilikuwa Chadema kwa ajili ya kuiondoa system madarakani, na bado hata pamoja ya kuwa nje ya jukwaa la Chadema niko tayari kupambana na yeyote yule ambaye yuko tayari kuiondoa system madarakani. Okay. Otherwise nitakuwa mpenzi mtazamaji, ila sio kujiunga na chama tawala.